naona kama kumekuwa na muendelezo. Nakumbuka juma kama 2 zilizopita ilikuwa na somo la utakatifu, lakini pia na muendelezo wake katika juma lililofuata pia ilikuwa ni muendelezo ule wa maisha ya utakatifu katika maisha yetu. Lakini pia siku hii ya leo Roho Mtakatifu anakuja na somo lingine lililozuri. Inaitwa kukaa katika uwepo wa Mungu au maisha yanayoongozwa na Roho Mtakatifu. Kukaa katika uwepo wa Mungu. Namna ya kukaa katika uwepo wa Mungu kila wakati. Au maisha yetu ni namna ambavyo yanaweza kaongozwa na Roho Mtakatifu kila wakati. Wewe mwenye Biblia, hakikisha Biblia yako iko pembeni, kwa sababu tutakwenda kupitia maandiko kadha wa kadha ili kuyapate kudhibitisha na kutia uhai sawa sawa na neno lake kwamba litarudi bure. Litakwenda kutimiza mapenzi yote ambayo ametuma katika Isaya ile 58 mstari wa 11. Kama tunavyofahamu neno utakatifu ambao tumekuwa nao tumejifunza. Tunapokuwa watakatifu ni namna tunamkaribisha Mungu akae katika maisha yetu. Nini kinafuata baada ya kuwa tumeanza kuishi maisha matakatifu? Basi tunapaswa kuishi katika uwepo wake. Uwepo wake unatakiwa utuvulie kama ulivyovuli kila wakati na kila saa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo somo hili ni somo la msingi sana. Roho Mtakatifu amekusudia hawezi kukaa ndani yetu kila wakati. Wakati mwingine Roho Mtakatifu anashindwa kukaa na sisi kwa sababu ya kukosa maarifa. Neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Leo ametuweka ili walau tuweze kuelewa nini ndio uwepo wake na namna ya kukaa katika uwepo wake kila wakati. Na baada ya mwisho wa somo hili tutafanya kile ambacho hasa kuita uwepo wake na dakika chache. Tutaita uwepo wake na kwa sababu yeye ni mwenyewe ni somo lake, atathibitisha kile ambacho ametufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa somo hili ni somo la msingi sana, takatifu sana. Hili kila Mkristo anayemwamini Yesu aweze kuishi maisha ya uwepo wa Mungu kila wakati. Amen. Na kukaa katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Tutapitia maandiko machache kutoka katika Agano la Kale, lakini pia tutapitia katika Agano Jipya. Na tutapitia baadhi ya maneno machache ambayo kwa ajili ya kuweka msisitizo katika lugha ya asili ya zote mbili. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya uwepo wa Mungu? Mara nyingi watu wanazungumza uwepo wa Mungu. Nini maana yake? Uwepo wa Mungu. Au nini maana ya uwepo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaposema fulani yupo, tunaona uwepo wake, ina maana kwamba katika macho ya kawaida tu tunazungumza hali lugha ile ya kawaida nyepesi kabisa. Tunaposema uwepo wa mtu fulani, ina maana macho yako ya nyama yamemtazama huyo mtu na amemuona. Amen. Amen. Kwa hiyo uwepo wa mtu ni kwamba ni ile hana kwa ana unamtazama. Lakini tunapotazama katika sura ya Mungu, tunaposema uwepo wa Mungu ni nini? Kwanza uwepo unatokana na neno la Kiebrania na linalo maana ya panini, likiwa na maana ya uso. Bwana Yesu asifiwe. Uso au ni ule uwepo wa karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Au ni mkutano wa ana kwa ana. Kwa neno kwa nini limetokana na neno la Kiebrania, likiwa na maana ya uso au karibu au mkutano wa ana kwa ana. Hiyo ndio maana halisi ya neno uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwepo wa Mungu unamaanisha kuwa Mungu yuko nasi. Na anaonekana au tunamuona katika mazingira yetu ya utu wetu wa ndani. Katika maisha yetu ya kila siku. Mungu anaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Katika somo hili tutaangalia namna uwepo kwa aina 5. Zipo nyingi, lakini kwa hizi 5 kwa leo tutaziangalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lengo ni kumfahamu Mungu ni nani. Lengo ni kufahamu uwepo wake.
na baadaye pia tutaangalia namna sasa tunaweza kukaa katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tutaangalia utofauti kati ya uwepo wa agano la kale na uwepo katika agano hili jipya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi aina ya kwanza ya uwepo tunaita Mungu yupo kila mahali, uwepo wa kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiingereza wanatumia neno linaloitwa omnipresence, kwamba Mungu yupo kila mahali. Sifa hiyo hakuna ambaye hanayo. Shetani mimi nasema ni kama malaika kaliko asi ambaye anatumia kwa sababu ameushusha ukuu wake kwamba ni mdogo sana, naye hayupo kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Usifa hiyo ya uwepo wa kila mahali ni Mungu peke yake. Hiyo ni tutaangalia hiyo maana ya kwanza. Hii ni tabia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mahali pote kwa wakati mmoja. Hakuna sehemu yoyote ambapo Mungu hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ina maana kwamba Mungu kwa kila mahali unaweza kuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nao tutaenda kuiangalia ili baadaye tuweze kukaa sawa sawa mbele ya uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome katika ile Zaburi ya 139 ule mstari wa 7 na wa 10. Zaburi ya 139 mstari wa 7 na wa 10 aliyopata asome. Zaburi ya 139 mstari wa 7 na wa 10. Zaburi ya 139. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma. Amen. Zaburi 139 mstari wa 7 na wa 10. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Mstari wa 10. Huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Amen. Neno la Mungu nasema niende wapi nijiepushe na roho yako. Huyu ni mtumishi Daudi akizungumza. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni wewe uko. Na kama ningefanya kuzimu kitanda changu wewe uko. Ningezitwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari, uko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Tunaona huyu mtumishi wa Daudi akiandika hii Zaburi. Daudi mtumishi Zaburi ameandika Zaburi karibu nusu, 150 karibu Zaburi 72 ameandika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na siri kubwa ni kwa sababu amekaa katika uwepo wa Mungu. Na ukisoma zaidi utaona namna ambavyo Daudi moyo wake ulimgusa Mungu. Mpaka hata Mungu mwenyewe akasema, namwona mtumishi wangu ambaye moyo wake unigusa, unanigusa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo basi tunaona neno hili linasema kwamba haenda wapi kuweza kujiepusha na uso. Kwa hiyo ni ishara kwamba Mungu yupo kila mahali. Hakuna sehemu ambapo Mungu hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome katika Yeremia 23 na mstari wa 23 na 24. 23 mstari wa 23 na 24. Bwana Yesu asifiwe. 23 na 23 na 24. Yeremia. Yeremia 23 na 24. Amen. Nitasoma. Yeremia 23 mstari wa 24 nasema. Yeremia 23 24. Yeremia 23 nasema, mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana, mimi si Mungu aliye mbali. Je, mstari wa 24 nasema, je, mtu yoyote aweza kujificha mahali pa siri asimwone? Asema Bwana. Je, mbingu na nchi hasikujawa nami? Asema Bwana. Tunaona
Huyu ni nabii miongoni mwa manabii wakubwa. Tunaposema manabii wakubwa ni wale kwa maana ya jumbe zao. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia ni miongoni mwa manabii wakubwa. Katika ile 23 nitarudia tu yale maneno kwa msisitizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo nasema mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimuone? Asema Bwana. Je, mbingu na nchi hazikujawa? Je, mbingu na nchi hazikujawa nami? Asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona pia mtumishi wa Mungu Bwana akizungumza kwa kinywa cha Yeremia mtumishi wake nabii kwamba yeye ni Mungu aliye karibu sana. Hata hapa tulipo yupo. Ni Mungu anayeona. Anasema hata ukijificha wewe, kuna jambo utakalolifanya ambalo mimi siwezi kuliona? Hapana. Hapana. Kwa sababu mbingu na nchi na vyote vijavyo ni mali yake. Na yeye ndiye ameziumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alipo tu mbinguni, yupo kila mahali. Amen, anajua yote, anaona yote, na yuko pamoja nasi kila wakati, hata kama sisi hatuoni uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Nitoe tu mfano wa kuna channel za television au radio. Amen. Station ziko mbalimbali. Usipowasha station fulani, ina maana kwamba station isikiki. Station ipo ila kwa sababu wewe unachungu kuweza kusikia hiyo station. Hivyo basi hata Mungu wetu yupo kila mahali. Hata kama macho yako wewe hayaweza kuona, lakini Mungu yupo. Basi tutaenda kuangalia pia aina nyingine ya uwepo wa Mungu, ni uwepo wa agano. Mwambie jirani yako uwepo wa agano. Hii ni hali ya Mungu kuwa katika uhusiano wa agano na watu wake. Akiwakubali, kuwaongoza na kuwasaidia kulingana na ahadi zake. Katika uwepo huu wa kiagano unatokana na hali ambazo zipo kwenye neno lake. Tangu kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo ziko ahadi mbalimbali ambazo Mungu ameahidi kwamba atakuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zipo ahadi za namna hiyo ambazo Mungu mwenyewe amesema kwamba atakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo tunasema hizo ni uwepo wa kiagano. Na Mungu anasema hawezi kuvunja agano lake. Yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Akisema kitu lazima kiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuangalie maandiko baadhi ambayo Kutoka 25 na mstari wa 8. 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 Kutoka 25 mstari wa 8 inasema, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Neno la Mungu linasema na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Huyu ni Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba wamfanyie patakatifu ambapo yeye katika hiyo hema atakuwa analiweka jina lake, atakuja kukaa kati yao. Kwa hiyo hili ni agano Mungu amezungumza. Kwa hiyo huwe na hakika ya kwamba Mungu yupo pia hata mahali hapa kwa sababu ameagiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia Kutoka 33 mstari wa 14 na 15. Kutoka 33 mstari wa 14 na ule wa 15. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka 33. Kutoka 33 mstari wa 14 na 15 inasema, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akawaambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Amen. Amen. Neno la Mungu linasema
Na Bwana katika Kutoka 33 mstari wa 14 na 15 anasema, uso wangu utaenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Musa akasema, kama uso wako hauendi pamoja nasi, usichukue kutoka hapa. Tunaona Mungu mwenyewe ametoa ahadi kwamba uso wake utaenda pamoja na yeye. Lakini mtumishi huyu Musa aliyekuwa mwaminifu, hapana hata mmoja katika nyumba, katika wana wa Israeli aliyekuwa mwaminifu. Biblia inasema alikuwa mwaminifu kupita watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona mtumishi Musa anasema, hapana, kama uso wako hautaenda pamoja nasi, basi usichukue kutoka mahali hapa. Tulipokuwa na tazama hii neno uso kwa Kiebrania lina maana ya panini, kwa maana ya uso au uwepo wa ndani na kabisa. Nadhani neno tumelizungumza katika maelezo yaliyopita. Musa alielewa kuwa uwepo wa Mungu si wa kawaida, bali kila saa, kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Huleta faraja, uongozi na ushindi. Hapo zitumaini nguvu zake. Yeye alimwamini Mungu kwamba akiwa pamoja naye, basi ushindi unakuwepo, furaha inakuwepo, amani inakuwepo. Na uwepo wake hauzoeleki. Tunavyoona malaika mbinguni wakiabudu usiku na mchana, wakiinama, na wale viumbe wanne na wale wazee 24 hawachoki mbinguni. Mungu anajifunua kwa namna ya tofauti ambaye isiyoweza kuzoeleka. Bwana Yesu asifiwe. Ni mpya kila wakati. Na wanapomtazama malaika mbinguni, wanasikia furaha isiyoweza kupimika. Bwana Yesu asifiwe. Isiyoweza kuzoeleka. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa ni tofauti kila wakati na kila saa. Mungu anajifunua kwa namna ya tofauti sana. Kwa hiyo na mbinguni kwa hivyo, na sisi uwepo wake unapokaa ndani yetu, hatuwezi kubaki kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome katika Mathayo sura 28 na mstari wa 20. Mathayo 28 na mstari wa 20. Mathayo 28 na mstari wa 20. Mathayo 28. Nasoma. Mathayo 28 mstari wa 20 nasema, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kuona namna ambavyo Yesu mwenyewe, Yesu ni Mungu, ametoa ahadi. Anasema nini? Kuwafundisha kuyashika. Kwa hiyo kuna agizo kuu hapo. Mathayo 28 ni agizo kuu la kuambia watu wengine habari za Yesu. Amen. Tunapoambia habari za Yesu, kuna ahadi ya uwepo wake kwamba nami nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Huyu ni Yesu ametoa ahadi katika neno lake. Ni agano kwamba mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu. Tukiwaambia watu habari zake, tiwa hakika ya kwamba yeye yupo pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni uwepo wa kipekee kwa walio wake. Mungu yupo pamoja nasi. Anapokuwa pamoja nasi, anakuwa kama rafiki, mwalimu, mlinzi na baba pia. Bwana Yesu asifiwe. Ni zaidi ya kuwa mahali pote. Kwa katika ushirika huu, uonekano huu wa kiagano, wa uwepo wake wa kiagano, huu ni zaidi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni ushirika au uwepo wa kipekee sana katika maisha yetu. Na hii ni kwa ajili yako na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia pia uwepo mwingine, ni uwepo wa